Karibu kwenye Mashua Profiles, kipengele cha Mashua TV Kenya kinachochambua kwa undani watu, kampuni na taasisi zinazounda historia, kuathiri jamii na kubadilisha mustakabali wa taifa na ulimwengu kwa ujumla. Leo hii tunazama ndani ya akili, safari na matendo yao, tukitafuta kujua ni nini kinawasukuma, kinachowapandisha au kinachowavunja. Leo tunamchambua kiongozi ambaye jina lake limejikita ndani ya siasa za Kenya kwa nguvu, ujasiri na utata. Ni kiongozi mwenye elimu ya hali ya juu, msemaji mwenye mvuto na mtetezi wa vijana anayezua mijadala kila anapozungumza. Paul Ongili Owino, maarufu kama Babu Owino, mbunge wa Embakasi East, msomi, mhamasishaji na bila shaka mmoja wa viongozi wachanga wanaonyesha sura mpya ya siasa za Kenya. Wapo wanaompenda kwa uthubutu wake, wapo wanaomkosoa kwa utata wake, lakini jambo moja ni hakika: Babu Owino ni kiongozi wa sasa anayebadilisha taswira ya siasa. Hii ndiyo Mashua Profiles, na kumbuka kusubscribe. Mimi ni Isa Mashua, twende safari ya kumchambua Babu Owino. Paul Ongili Owino alizaliwa mwaka 1989 huko Kisumu County. Alikulia kwenye mazingira magumu, lakini ndoto yake ilikuwa kubwa kuliko changamoto. Kwa bidii alifaulu KCSE, akapata nafasi katika chuo kikuu cha Nairobi kusomea actuarial science na baadaye law. Huko chuoni alijitokeza kama kiongozi shupavu mwenye uwezo mkubwa wa kujenga hoja. Alipochaguliwa kuwa chairman wa SONU, jina lake likaanza kusikika kote nchini. Owino, mwenye maono, mwenye hasira ya mabadiliko, lakini pia asiyogopa kuongea. Mwaka 2017 Babu Owino alijitosa rasmi kwenye siasa za kitaifa. Akiwa mgombea wa chama cha ODM, aliibuka mshindi wa kiti cha ubunge wa Embakasi East. Kwenye bunge akajitambulisha kama kiongozi mchanga mwenye akili kali na msemaji wa masuala ya vijana na elimu. Licha ya utata mwingi ulioambatana naye, alionyesha uthabiti, akihudhuria mijadala, kuanzisha miradi mashinani na kutumia majukwaa ya mitandao kuwasiliana moja kwa moja na wananchi wake. Tuangazie nguvu zake pamoja na udhaifu baadaye. Kwenye elimu, Babu ni msomi aliyehitimu nyanja mbili nzito: actuarial science na sheria. Ufasaha wa kuzungumza, ana uwezo wa kushawishi, kuchochea fikra na kuvutia umati. Ujasiri, husema kile anachokiamini bila hofu. Ukuzaji wa vijana, ameonyesha nia ya kuinua vijana hasa kupitia elimu. Pengine tuangazie udhaifu wake. Udhaifu wake, utata wa mara kwa mara unaomfanya awe kwenye vichwa vya habari kwa sababu zisizo za maendeleo. Hasira na maneno makali yanaweza kudhoofisha taswira yake kama kiongozi wa kitaifa. Kisha perception ya arrogance, ambayo mara nyingi huleta mgawanyiko badala ya umoja. Wacha tuangazie leadership style na public image yake kiongozi wetu wa leo. Babu Owino ni kiongozi wa mtindo wa kisasa, ama inaitwa modern populist. Anatumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na wafuasi wake. Anazungumza lugha ya mitaani, rahisi, ya moja kwa moja na yenye ucheshi. Anajenga taswira ya kiongozi aliye karibu na wananchi, lakini wakati mwingine anajikuta katikati ya mijadala mikali kutokana na misimamo yake isiyo ya kawaida. Kwa vijana, yeye ni ishara ya matumaini. Kwa wakosoaji wake, ni ishara ya mabadiliko yasiyoeleweka. Lakini kwa wote, ni mtu anayewasha moto wa mjadala katika siasa za Kenya. Pengine tuangazie ambitions na future yake Babu Owino. Swali ambalo wengi huuliza ni hili: je, Babu Owino anaweza kuwa rais wa Kenya siku moja? Ana sifa nyingi zinazoweza kumfikisha huko: elimu, ujana, mawasiliano mazuri na uelewa wa kizazi cha sasa. Lakini pia ana changamoto ya kuijenga taswira ya kitaifa na kuonyesha kwamba anaweza kuunganisha taifa lote, si sehemu tu ya wapiga kura. Wachambuzi wa siasa wanasema ikiwa ataendelea kukua kisiasa, kujenga nidhamu na kupanua mtazamo wake, basi jina Babu Owino huenda likawa sehemu ya historia ya juu ya taifa hili.
Safari ya Babu Owino ni hadithi ya kutoka kwa kijana wa kawaida hadi kiongozi wa kitaifa. Ni simulizi ya akili, bidii na uthubutu, lakini pia ni changamoto kwa viongozi wengine vijana kwamba nguvu pekee haitoshi. Nidhamu na maadili ni nguzo kuu ya uongozi. Leo jina lake linaibua mjadala kila linapotajwa. Wengine wanasema ni kiongozi wa kesho, lakini ukweli ni kwamba Babu Owino ni kiongozi wa sasa anayejenga mustakabali wa kesho. Hii imekuwa Mashua Profiles, kipengele kinachoangazia watu, kampuni na taasisi zinazounda historia ya Kenya na nchi nyinginezo na dunia nzima kwa ujumla. Leo hii tumemchambua Babu Owino. Tuandikie maoni yako. Je, anaweza kufika Ikulu siku moja? Usisahau kusubscribe kwenye Mashua TV Kenya kwa makala zaidi kama haya. Mimi ni Isa Mashua na hii ndiyo Mashua Profiles. Tunachambua akili, mamlaka na mifumo inayoongoza taifa letu na ulimwengu. Salia ndani ya Mashua.